Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kumvunja TV show moja ya kibabe inayoitwa It Welcome to Derry. Na kama tunavyofahamu, TV show yetu take place mnamo mwaka 1962, yani miaka 27 kabla ya movie yetu ile It Chapter 1 ambayo take place mnamo mwaka 1989. Na kama tunavyofahamu, sasa kiumbe cha Pennywise aka It huwa kinatoka katika hibernation kila baada ya miaka 27, na season yetu ya kwanza kabisa ya TV show yetu hii umeona ina take place kipindi ambacho sasa Pennywise alikuwa ametoka sasa katika hibernation baada ya kulala kwa muda wa miaka 27, na mara mwisho kabisa kuamka ilikuwa ni mnamo mwaka 1935. Na naaminika sasa huo mwaka au matukio sasa mnamo mwaka 1935 ndio matukio ambayo yatabezi sasa katika season ya pili. Na je, season ya kwanza, episode ya kwanza ya TV show yetu ya It Welcome to Derry ili usuni hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na katika scene ya kwanza kabisa ndo tunakutana na dogo wetu mmoja hivi akiitwa Martin. Na inaonekana Martin alikuwa anapenda sana kuingia katika majumba ya sinema bila viingilio. Umeona mpaka hapo, na kwa bahati mbaya anatimuliwa katika jumba la sinema. Na vile vile pia katika hii scene tulifanikiwa kuona karakta kumbili kabisa katika movie yetu au TV show yetu ya It. Umeona mpaka hapo. Na hapa tulikutana na dogo mmoja alikuwa akiitwa Ronnie Grogan, na vile vile pia tulikutana na baba yake mzazi alikuwa akiitwa Hanky Grogan. Na hizo karakta kumbili zilikuwa zinafanya kazi katika ile jumba la sinema. Na vile vile pia hii karakta Ronnie ni moja karakta muhimu kabisa katika ulimwengu wa TV show pamoja na movie za It. Umeona mpaka hapo. Na tunaona Martin anafanikiwa kutoroka. Umeona vile vile pia akaona maybe huu ndo muda mwafaka kukimbia mji mzima wa Derry. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati nzuri sasa akiwa njiani anakutana na gari, na gari sasa inampa lift. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa umeona wale watu ambao walikuwepo ndani ya hii gari walikuwa ni watu fulani wa ajabu ajabu. Na kwa sisi wapenzi wa ulimwengu wa It tutambua kitu kimoja kwamba watu ambao walikuwa hapa ni watu ambao walikuwa wameuawa sasa kipindi cha nyuma na kiumbe hichi kinachoitwa Pennywise aka It. Na tunaona hapa sasa kuna mwanamke anajifungua, na kwa bahati mbaya huyu mtoto alikuwa na muonekano fulani hivi wa ajabu ajabu, yani short alikuwa ni kama mutant fulani hivi. Umeona mpaka hapa. Na kwa bahati mbaya sasa hiki kiumbe cha ajabu cha kitoto hichi umeona kinafanikiwa kumua dogo wetu huyu anaitwa Martin. Na tunaona hapa kwa bahati mbaya ile pacifier kidude fulani cha mdomoni cha mtoto kinaelea katika maji, na tunaona chanta hapa It Welcome to Derry. Sasa kwa washikaji sasa ambao wajui vizuri kabisa ulimwengu wa Derry ni kwamba sasa au ulimwengu wa It ni kwamba sasa iki kiumbe cha It aka Pennywise kabla kijana mawindo yake ilikuwa lazima kitengeneze hofu fulani hivi umeona kwa haya mawindo yake. Na mara nyingi hofu ni hofu fulani ambayo inakuwa ipo kichwani kwa haya mawindo. Kwa mfano katika isini yetu ni kwamba sasa udogo Martin inaonekana alikuwa na matatizo fulani ya kisaikolojia umeona katika familia yake, na alikuwa kiamini kitu kimoja kwamba maybe kama yeye mwili wake ulikuwa ni mutant kiasi kwamba sasa babake mzazi alikuwa ampendi. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo sasa hii imagination ya kuona kiumbe ambacho ni mutant ni hofu ambayo ilikuwepo katika kichwa cha Martin. Na vile vile pia ni kwamba sasa hii ilikuwa ni miaka fulani mwaka 1962, na kipindi ambacho sasa serikali ya Marekani ilikuwa ikifanya majaribio fulani ya kisayansi yani umeona, na vile vile pia ilikuwa ikifanya majaribio fulani vya kulipa mabomu ya kinyuklia. Kwa sasa Martin alikuwa kiamini kitu kimoja kwamba babake mzazi alikuwa ampendi kwa sababu yeye kama yeye alikuwa ni mutant. Na miezi kadhaa baadaye ndo tunakutana sana karakta moja muhimu kabisa katika ulimwengu wa It, na hii karakta ilikuwa ni karakta moja inayoitwa Leroy Hanlon. Umeona mpaka hapo. Na ujamaa sasa umeona alikuwa ni babu umeona wale karakta inaitwa Mike Hanlon ambayo tumeiona katika It Chapter 1 pamoja na It Chapter 2. Na inavyoonekana sasa jeshi la Marekani ilikuwa limemleta mchizi sasa umeona katika military base ya Derry kwa ajili ya project moja muhimu sana ambayo kwa sasa tulikuwa tuifahamu. Umeona mpaka hapo. Na vile vile kumbuka sasa hii ilikuwa ni miaka ya 60 na kipindi ambacho kuna baadhi ya wanajeshi wazungu sasa umeona walikuwa wapendi au hawaheshimu sasa umeona wanajeshi weusi katika jeshi la Marekani. Na tunaona hapa mmoja wa wanajeshi wazungu alikatakata yani umeona kupiga saluti kwa mchizi wetu huyo ambaye alikuwa ni Major aka Major Leroy Hanlon. Na baadaye kabisa tunaingia moja kwa moja sasa katika shule ya sekondari inaitwa Derry, na hapa tunakutana na karakta nyingine moja muhimu kabisa katika ulimwengu wa It ilikuwa kiitwa Lily Bainbridge.
Na kwa bahati mbaya tutambua kitu kimoja kwamba Lily, umeona, babake mzazi alifariki katika ajali ndani ya kiwanda, na mwili wake ambao ulikuwa umesagika kipindi hicho kiingizwa moja kwa moja katika chupa hivi au vyupa hivi vya pickles, umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya sasa, baada ya Lily kurudi ndani ya shule, tukaona kuna mabuli hapa wakaamua kuchukua hivi vyupa vya pickles na kuingiza moja kwa moja katika loka lake. Na baadaye kabisa tutambua kitu kimoja kwamba kuna kubwa kabisa sasa, umeona, au mabulis walikuwa ni kikundi kimoja cha wanawake ambacho kijiita sasa Party Cakes. Na vile vile pia Lily alikuwa na rafiki yake mmoja wa karibu sana, alikuwa akiitwa Maji. Na vile vile pia sasa ndani ya high school ya Derry tulifanikiwa kuona mdoli wa kobe. Na mara nyingi sasa, umeona, katika ulimwengu wa It, mdoli wa kobe unamaanisha au inamaanisha nguvu ya nuru, umeona mpaka hapo. Na vile vile pia It aka Pennywise inamaanisha nguvu za giza. Kwa hizi hapa hizi, yani kobe pamoja na Pennywise ni nguvu fulani ambazo ziko opposite. Na baadaye pia ndo tunakutana na madogo fulani hivi wawili ambao walikuwa ni marafiki. Hapo tunakutana na dogo mmoja anaitwa Teddy Orris, ambaye udogo sasa alikuwa ni nerd fulani hivi, na vile pia alikuwa mpenzi fulani wa mambo ya sayansi, na vile vile pia udogo alikuwa ni Myahudi. Na kwa upande mwingine tunakutana na dogo mmoja anaitwa Phil, umeona mpaka na udogo sana pia alikuwa ni nerd fulani hivi, mpenda vitabu, na vile vile pia alikuwa akiamini kitu kimoja kwamba ujio wa wanajeshi ndani ya Derry inamaanisha kwamba wanajeshi hao, umeona, walikuwa na mission fulani hivi ya sayansi, umeona. Kwa hiyo udogo alikuwa akiamini katika mambo fulani hivi ya conspiracy theory, umeona mpaka hapo. Kwa hadi sasa tumekutana na karakta fulani za watoto wadogo, umeona, madogo wote hao, umeona, walikuwa na urafiki na udogo aliyeuao au aliyopotea alikuwa kiitwa sasa Matt, umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa tutambua kitu kimoja kwamba sababu kubwa kabisa ya Matt kuondoka yani ndani ya ulimwengu wa Derry au ndani ya mji wa Derry ni kwamba sasa alikuwa anahisi kwamba alikuwa hana marafiki, yani in short au rafiki zake au Phil pamoja na Teddy yani walikuwa wapendi kukutana na Matt. Na vile vile pia sasa ni kwamba sasa, umeona, alijaribu kumtongoza udogo anaitwa Lily, na kwa bahati mbaya udogo anaitwa Lily salikataa, yani umeona, mapenzi ya mchiza anaitwa Matt. Na kutokana na hilo Matt akaamua tu achomoke, yani umeona, katika mji wa Derry. Na vile vile pia sasa kabla ya Matt ya kuondoka sasa alimwachia kikobe fulani hivi udemo anaitwa Lily, umeona mpaka hapo. Kwa hadi hapa sasa tunaweza kusema kitu kimoja ni kwamba sasa, umeona, baada ya Matt kumwachia kikobe udogo anaitwa Lily, ile bahati yake ya kujilinda sasa, umeona, dhidi ya Pennywise kama ilipotea fulani hivi, umeona. Kwa mpaka hapa sasa, kwa sisi ambao tunapenda ulimwengu wa It, tunaweza tukaamini kitu kimoja kwamba okay, kifo cha Matt au kupotea kwa Matt ni kwa sababu sasa, umeona, alipoteza kile kibahati au kismati, kwa sababu kama tunavyoamini kwamba sura ya kobe, umeona, au picha ya kobe au image ya kobe au symbol ya kobe katika ulimwengu wa It ni kama ulimwengu wa nuru fulani hivi. Na hii nitaeleza vizuri kabisa kama tukifika katika It chapter 1 au It chapter 2, yani ndani kuna matambiko fulani hivi kuonana sasa, umeona, na kikiumbe hichi ambacho kinaishi ndani ya space kama mungu fulani hivi, umeona. Na kwa upande mwingine pia Lily taratibu alianza kuona vitu fulani vya ajabu, yani kusikia sauti, umeona, za Matt zikiimba akiwa bafuni, na vile vile pia ni kuona vidole fulani hivi kama vya Matt, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya rafiki zake hawa walikuwa wamuamini, umeona, Lily yani kuhusu maono yake, yani kwa kisi kama Lily alikuwa ni chizi fulani hivi, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya siku moja sasa udogo anaitwa Teddy huyu, umeona mpaka hapo, akiwa nyumbani kwake akiwa amelala, kwa bahati mbaya aliona sura sasa, umeona, za ngozi za binadamu zikiwa katika tai, umeona, akiwa chumbani kwake. Na bila shaka sasa, umeona, huyu alikuwa ni Pennywise aka It akijaribu kumuogopesha udogo anaitwa Teddy, kwa sababu udogo anaitwa Teddy, kumbuka sasa, alikuwa ni Myahudi, umeona. Na katika stories za Kiyahudi kuna story fulani hivi kwamba Manazi ya Kijerumani alikuwa akiwakamata Wayahudi kuwachuna, umeona, sura katika ngozi zao na kuchukua hizo sura na kuziweka moja kwa moja katika ties ndani ya vyumba vyao, umeona mpaka hapo. Kwa taratibu Teddy pamoja na rafiki zake wakaanza kumuamini udogo huyu anaitwa Lily, na kutokana na hilo wakaamua sasa kwenda maktaba, umeona, kucheck information yani kuhusu watu waliopotea. Na kwa bahati mbaya wanakuta kweli kabisa udogo anaitwa Matt alikuwa amepotea, umeona mpaka hapo. Ila baada ya kuangalia magazeti wagundua kitu kimoja kwamba mtu wa mwisho, umeona, kuonana na udogo anaitwa Matt kwa mwingine sasa alikuwa ni mfanyakazi wa ile theater, ile jumba la sinema, na udogo kwa mwingine alikuwa ni ile character ilikuwa kiitwa Ronnie Grogan, umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya au bahati nzuri, baada ya kwenda kumcheki udogo anaitwa Ronnie, umeona mpaka hapo, dogo Ronnie naye pia kumbe yani alikuwa akisikia sauti za Matt, alikuwa akiimba ndani ya bafu, umeona mpaka. Na kutokana na hilo wakahisi kwamba kuna kitu fulani ambacho kipo sawa ndani ya mji wa Derry.
Na kwa upande mwingine pia mchizi wetu Meja Leroy Hano anavamiwa na watu fulani wasiojulikana. Umeona mpaka hapo na watu sasa wanaanza kumpiga, na vile vile pia sasa walikuwa wakidimandi, umeona, wapate siri fulani za bomu fulani linaloitwa sasa B52. Ila kwa bahati nzuri mchizi wetu anakomana na katakata sasa, umeona, kutoa siri za ile bomu linaloitwa B52. Na kwa bahati nzuri mchizi wake huyu Paul Russo anatokea, na kwa pamoja wanafanikiwa kupigana na washikaji wasiojulikana, na washikaji wasiojulikana wanafanikiwa kukimbia. Na swali linakuja sasa, je, hao washikaji wasiojulikana walikuwa ni kina nani hawa? Je, walikuwa ni maspai wa Kirusi au ilikuwa ni testi kuhusu kitu fulani? Umeona mpaka kwa hadi sasa nishaangalia episode zote kwa najua ilikuwa ni siri gani, ila kwa sasa siwezi kutoa hiyo siri hadi katika episode husika, umeona, kuhusu information kuhusu ni kitu gani hasa ambacho kiliendelea katika hii scene yani. Na kwa upande mwingine pia udogo anaitwa Ron akawaambia wenzake kwamba dai nyimbo ambayo Mate alikuwa akiimba ambayo tunaisikia tukiwa bafuni ni nyimbo ambayo Samate alisikia wakati akiangalia movie fulani inayoitwa Music Man. Umeona mpaka hapo, na kutokana na hilo sasa akaamua kuwachukua sasa wa madogo na kupeleka moja kwa moja, umeona, kuangalia hii movie ya Music Man. Umeona mpaka hapo, na vile vile pia hii movie ya Music Man ni movie ambayo ilitoka mnamo mwaka 1962 na ni movie fulani ambayo ilikuwa kihusu sasa, umeona, mchizi mmoja ambaye alikuwa ni mwimbaji ila alikuwa ni mdanganyifu ambaye aliingia sasa, umeona, katika mji mdogo, umeona, kudanganya watu kama yeye anajua muziki, ila kwa bahati mbaya alikuwa akiwaibia wananchi. Umeona mpaka hapo, na vile vile pia sasa reflection ya huyo mwanamuziki mdanganyifu ilikuwa ni reflection sasa, umeona, ya E.T.K. Pennywise, umeona, ambaye alikuwa ameingia sasa katika mji mdogo wa Delhi. Umeona mpaka hapo, na vile vile pia sasa alikuwa kila watu. Umeona mpaka hapo, na kweli tunaona Ron hapa anaachia hii movie ya Music Man, na madogo wanaanza kuangalia, na kwa mbali hapa ndani ya movie wanamuona mchizi wao anaitwa Mati huyu. Umeona mpaka hapo, na huyu Mati sasa alikuwa amebeba mtoto mdogo yani. Nakumbuka sasa, umeona, hofu kubwa kabisa ya watoto kipindi hicho, au hofu kubwa kabisa ya Mati ilikuwa ni kwamba alikuwa anahofia au anahisi kwamba yeye kama yeye alikuwa ni mutant, na ndio maana baba yake mzazi alikuwa ampendi. Na tunaona kwa bahati mbaya sasa, umeona, kile kidubwana kitoto kimutant kinachomoka sasa, umeona, kutoka ndani ya screen na kinaingia moja kwa moja na kuanza kuua wadogo wote ambao tunaona hapa yani, kuanzia Teddy, kuanzia Philly, kuanzia mdogo wake huyu Philly anaitwa Suzy, na watu pekee ambao wanafanikiwa kubaki ni wawili tu yani, udogo anaitwa Lily pamoja na udogo huyu anaitwa Ron. Na hisi nikiwalisia binafsi yani sikutarajia wa madogo anaitwa Teddy, Philly pamoja na Suzy kufa yani katika scene ya kwanza au katika episode ya kwanza kabisa ya season ya kwanza. Na kwa review ya episode ya pili tukutane tena kesho au kesho kutwa nikipata nafasi. Stay tuned.